Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Kristo, kabla ya kulileta neno, kuna jambo ambalo napenda kushirikisha kanisa. Nimekuja kwa moyo wa shukrani kwa ajili ya kanisa, kwa kile ambacho kanisa lilihusika, lilishiriki nami katika habari za msiba wa nyumbani pale, kwa kuondokewa na mama yangu mzazi. Kanisa, mtu mmoja mmoja, vikundi mmehusika kwa kiwango cha pekee sana, lakini bado watu wengine, ndugu na jamaa, na hata kanisa pia kwa namna zake linaendelea kunitia moyo katika hizi habari. Bwana wabariki sana. Shukrani yangu tayari nimeshaitambulisha kwenye bahasha yangu matoleo, imejipambanua. Mungu apokee sifa na utukufu katika hilo. Katika neno la leo, wafuatao ninaweza kufanya reference wakati wowote kadri ambavyo nitajaliwa na Mwenyezi Mungu. Kuna Dr. Madosh mwinjilisti, kuna Binti Sayuni Choir, kuna Praise, kuna GVC, kuna mwinjilisti Eliasi, na wengine ambao nitaguswa katika habari ya kufanya kwa reference katika somo la leo. Sasa sijajua Binti Sayuni kama mko maeneo yanayofanana, kama kutakuwa na jambo la kufanya au mko tofauti sana, sijui. Lakini wajivisiwa wako vizuri. Nikisema jambo atalifanya hapo hapo, hahitaji kuja kwenye mimbali huko kwenye madhabahu, hapana. Nikiwiwa kukushirikisha jambo utalifanya hapo hapo ulipo. Sasa kama mmekaa tofauti na nyinyi, labda mtafutane mkae sehemu inayowafaa kama itatokea jambo la kufanya reference kwenu. Madoshi hana shida, katibu wa kanisa hana shida, wao wako vizuri. Bwana asifiwe. Somo la leo linatoka kitabu cha Marko, ile sura ya 10 mstari wa 45. Kitabu cha Marko ile sura ya 10 mstari wa 45, neno la Mungu linasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika, na kutoa uhai wake, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Ninapenda kuleta muktadha mzuri tu mfupi kwa kitabu cha Marko. Marko, kitabu hiki ni kitabu cha kwanza kuandikwa katika Agano Jipya kwa mujibu wa nyakati na majira. Na kinaanza vizuri kabisa, ile sura ya kwanza inaanza kusema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Kilikuwa kitabu cha kwanza kuandikwa kati ya mwaka 45 mpaka 60 baada ya Kristo. Ndio vitabu vingine vikafuata. Lakini katika habari ya kupanga katika uzani wa Biblia, kikawekwa kitabu cha kwanza katika Agano Jipya ni kitabu cha Mathayo. Wapanga vitabu hivyo ilikuwa na maana nzuri. Historia inasema kwamba kupangwa kitabu cha Mathayo kuwa ni cha kwanza katika Agano Jipya ni kwa sababu tu kimeanza na ukoo wa Yesu Kristo. Wapangaji wakaona kinafaa kuwa cha kwanza katika Agano Jipya, lakini katika uandishi cha kwanza kuandikwa ni kitabu cha Marko.
Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Marko. Marko alikuwa kijana mdogo sana wakati wa maisha ya Yesu Kristo. Marko alikuwa binamu yake na Barnaba. Marko alikuwa mtoto wa Mariamu. Marko aliwahi kutembea pamoja na Petro katika safari yake ya umisheni. Na Marko alikaa karibu na Petro baadaye, ndiyo inaonekana kwamba alimwamini Yesu kupitia maisha ya Petro. Na habari nyingi alizoziandika ni zile ambazo Petro aliziona wakati wa maisha ya Yesu Kristo akiwa mwanafunzi wa Yesu. Mstari mkuu katika kitabu hiki ni Marko sura ya 10 mstari wa 14. Marko anaelezea utetezi juu ya uhalali wa kifo cha Yesu Kristo na utumishi wake. Maneno mengi aliyoyaandika Marko yanatudhihirishia kazi za Yesu Kristo na jinsi alivyokufa pale msalabani. Kwa hiyo Marko anamuonyesha Yesu katika muktadha wa kwamba Yesu Kristo ni mtumishi. Bwana asifiwe. Lakini ndiye Marko ambaye alikimbia uchi wakati Yesu Kristo akieteswa kuelekea msalabani. Usiku ule wanaota moto. Marko alisahau mpaka kuvaa nguo. Badugu bane abo tukuchiragwa hamjasahau kuvaa. Mimi nimetoka kwenye msiba juzi lakini sikusahau kuvaa. Pamoja na masikitiko yote, mama amefariki, mama zangu wakubwa na wadogo wote walishatangulia, huyo ni wa mwisho, lakini sikusahau kuvaa. Marko akasahau kuvaa. Sasa sijajua kama mtu anaweza kuamini Yesu mpaka akavua na nguo, sijui. Lakini tunakutana nao katika habari za nguvu za giza, ukiona pozikemea ndio unakutana na mambo. Kifo cha Yesu Kristo Marko anakielezea kwa undani, lakini maisha ya Yesu Kristo ya kitumishi Marko anaelezea kwa undani kuliko wainjili wote walioandika vitabu vya injili. Bwana asifiwe. Na anamuelezea Yesu katika habari za kuzaliwa kwake na ubatizo wake kwa Yohana Mbatizaji. Sasa wazo letu la leo linatuambia hivi: maisha tunayopitia, maisha ambayo tunayapitia bado yanatujulisha kwamba lazima Yesu adhihirike katika maisha yetu. Katika maisha tunayopitia, magumu ama mepesi, ya kufanikiwa ama ya kutokufanikiwa, yaliyojaa changamoto njema au machangamoto nzuri, bado yanatudhihirishia kwamba Yesu Kristo anapaswa kuwepo. Tunapaswa kumtumikia Yesu katika maisha tulionayo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nilivyosema kwamba baadhi ya watu nitafanya kuwa reference, ndiyo hapo. Kama umekubali kumwamini Yesu, maana yake umekubali kufanya kazi ya nani? Ya Yesu Kristo. Kama huwezi kufanya kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo, maana yake hujaamini yote Yesu aliyopitia. Hujaamini ujio wa Yesu Kristo. Tumekuwa na habari nyingi nzuri nyuma yetu. Tumejifunza habari za asili zetu. Maana yake changamoto za kutokuangalia asili tumeziona. Tumeangalia habari za maisha ya Daudi, kitabu cha Zaburi, watu wanaohudhuria morning glory na mambo kama hayo. Tumeangalia mambo mengi kabisa katikati ya wiki na nyuma kidogo. Yote yanatupelekea kugundua kwamba tunapaswa kutumika kwa ajili ya imani tulio nayo. Nikawaambia siku moja kwamba Christmas ilivyoanza imeanza kimzaha mzaha,
lakini kwa kanisa ilikuwa na maana. Nikawaambia kuhusiana na kalenda 3 zilizopo duniani, lakini nikawaambia moja tu. Nilipotoka nje nikapata maswali mengi, na zingine je? Sasa nitazisema zingine leo. Bwana asifiwe. Na maana yake na umuhimu wake. Jambo letu la kwanza, tunaona kwamba maisha yetu yana changamoto nyingi. Tunafikia hadi kipindi cha kusema labda Yesu hayupo. Wengi tunapoondokewa na ndugu zetu wapendwa, uwepo wa Kristo huwa tunakuwa nao katika habari ya upungufu sana. Huwa tunapoteza imani, huwa tunapoteza matumaini. Nilipokuwa Shinyanga, mama mmoja alifiwa na mtoto wake ambaye alikuwa anamtegemea kweli kweli katika maisha ya kawaida. Alipofariki ile mama akasema, tukaenda kumfariji na tunaimba nyimbo za dini na kila kitu, akasema, akalia kwa sauti ya juu sana mpaka tukachanganyikiwa. Mama mmoja akamfuata, mama nyamaza, haya mambo yapo tu, umulungwa kukulunguja. Kisukuma waliongea, kulunguja ni kama kutia moyo. Akasema hakuna cha kufarijiwa hapa, je ungekuwa wewe? Nikaanza kuwaza moyoni. Hata mwinjilisti nilikuwa niko mbali, kaenda pale mama kumtia moyo. Baadaye katika neno nikaligusia hilo jambo. Mama yule akajuta neno alilolizungumza. Wapendo wa Mungu, hakuna humu hata mmoja ambaye hajaondokewa na ndugu yake mpendwa. Nani? Hayupo. Na kama ndivyo hivyo, Mungu atabaki kuwa Mungu katika maisha yetu. Hata ukilia, ukifanya nini, ukiomboleza muda mrefu, Mungu bado ataitwa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maisha ambayo tunayapitia. Unapopatwa na changamoto nzito, unadhani hata Mungu yuko mbali. Ukifanikiwa ndipo unaposema kwa kweli Mungu yupo. Tumemuona Bwana. Na wanaimba hapa, nimemuona Bwana anapendeza. Nauliza sasa kwamba kumuona Bwana kwako anapendeza ni kwa kudumu. Bwana asifiwe. Maisha yetu yote yamejaa changamoto na magumu na mepesi tunayopitia, ya kukosa na ya kupata, ya kudharauliwa na kuthaminiwa, ya kuonekana kwamba hufai na hufai na unafaa, na vitu vingine unavyo na vingine hauna. Yote hayo Mungu lazima jitukuze. Sasa hatua yangu ya pili ambayo nimeisema mapema ni kuhusiana na ushindi wa kanisa tulioupata juu ya kifo, ya kuzaliwa kwa Yesu na kufa kwake na kufufuka kwake. Hapo ndio nawaona GVC wako hapo. Bwana asifiwe. Hapo ndio namuona Madoshi yuko hapo. Hapo ndio namuona katibu yuko hapo. Hapo ndio naona binti Sayuni eti. Kuna milima miwili, kuna Sayuni na Sinai. Kwa nini mlichagua Sayuni? Mnajua ninyi. Labda wakina baba wataanzisha Bwana Sinai, huku binti Sayuni, huku Bwana Sinai. Bwana asifiwe. Binti Sayuni wako hapo. Ndio ninawaona kazi wanayofanya. Na wengine wote kwa huduma zenu ndio ninaona umuhimu wa kazi tunazozifanya. Kanisa limefanikiwa katika mambo makuu mawili ambayo dunia haiwezi kusahau. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alifanya umisheni wa kupindukia. Yesu Kristo akaja duniani, akazaliwa na mwanamke kama wengine wote inavyotokea. Huo ni uinjilishaji, huo ni umisheni. Unapoona mtu anavaa mpaka nguo za Kimasai, sio mjinga, anafanana nao ili injili wafikie. Na Yesu alikuja kwa muktadha ule ule, akazaliwa na Bikira Mariamu ili adhihirishe ubinadamu alio nao na kazi aliyokuja kufanya duniani. Angekuja kama malaika, nani angemwamini? Angekuja kama ndege, watu wangeweka mitego ya ndege kumnasa.
Angekuja kama boss, watu angempigia saluti. Naona Madosha anajua kupiga saluti. Angekuja kama, alikuja kama mwanadamu ili tuanze naye on the spot mpaka mwisho tunakoelekea. Bwana asifiwe. Akazaliwa na Bikira Mariamu. Kuzaliwa kwake nikaeleza. Ndiyo maana ya Christmas naanzia hapo. Usihangaike kufikiri kwamba mwezi wa 6 malaika alienda malaika Gabriel alienda kwa Mariamu kuambia utapata ujauzito. Watu wakaanza kuwaza alizaliwa na miezi 6. Nikasema hapana. Miezi 6 ni kutoka kwa Elizabeth mama yake Yohana kwenda kwa nani? Kwa Mariamu. Hapo ndio miezi 6 inahesabika, sio umri wa mimba ya wa Mariamu. Ndio tukasema kwamba ndiyo maana ya kwamba wanadamu wakaanza kuabudu jua, wakimaanisha kwamba hii ndiyo nuru inayotarajiwa kuja na huyu ndiyo Mungu. Na sisi tukasema kwamba kama kanisa tunawabadilishia msemo wao, tunawaletea Kristo ambaye ndiyo nuru ya ulimwengu na wataabudu siku hiyo. Tukaweka tarehe 25 mwezi wa 12. Christmas kaanzia hapo. Bwana asifiwe. Na neno Christmas halimo katika Biblia. Mwanzo hadi Ufunuo uweze kuikuta. Maana yake ni kusanyiko la Wakristo. Wenzetu wa Roma wanasema Epifania, neno la Kilatini. Bwana asifiwe. Tukaanza hapo. Lakini leo sasa tutaangalia kalenda ya pili. Nilisema kuna kalenda 3. Kalenda ya kwanza ni ile ya Kiyahudi ambayo siku ya 7 ni Jumamosi. Hiyo ilikuwa kalenda ya Kiyahudi. Na ndivyo utakavyojua siku ya kwanza ya juma Yesu alifufuka, na ndiyo Jumapili ambayo sisi tunaabudu katika roho na kweli. Nasema tunaanza vizuri. Tunaanza kusema kwamba njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana. Lakini tukiamrishwa kupiga magoti, mtapiga kweli? Kuna sehemu fulani nilifanya hivyo, watu hawakunipenda. Sisi tunasema hivyo, kwani shida iko wapi? Tunapiga rohoni. Haya, pigeni rohoni magoti. Mambo yote yamehamishia rohoni. Haya. Bwana asifiwe. Haya, ibada zetu zikafanyika siku ambayo ni ya kwanza ya juma kwa kalenda ya Kiyahudi. Si ndio? Lakini kalenda ya Kiarabu, wengine wanaanza kuchanganyika, tunakuwa Waislamu hapa. Kalenda ya Kiarabu inaniambia hivi: siku ya 7 ya juma ni Ijumaa, na siku ya kwanza ya juma ni Jumamosi. Ndio maana ile mos, maneno yote haya ni ya Kiarabu. Juma, mos, pili, yote ni ya Kiarabu. Maana yake sisi tukaileta kwa kalenda ya Kirumi. Sasa tukisikia huyu ni Juma, alizaliwa Ijumaa, si ndio? Huyu ni pili, si ndio? Jumapili, Juma ya pili. Huyu ni Mos, huyu ni Hamisi, siku ya Alhamisi, ambayo ni ya ngapi kwao sasa? Ya 4, si ndio? Bwana asifiwe. Wao wakasema katika mpango huo. Kalenda ambayo ulimwengu mzima unaitumia ni kalenda ya Kirumi, ambayo siku ya 7 ya juma ni Jumapili. Sio, naelewa wapendwa? Kwa sababu Warumi walitawala karibia ulimwengu mzima, wakatuletea mpaka na kalenda zao, tukaanza kutembea na kalenda hiyo mpaka leo. Kama kanisa hatukuona kama ni mbaya. Sasa msabato kukwambia siku ya 7, mwambie kwa kalenda gani? Atakwambia ya Kiyahudi. Sawa, mimi na kalenda ya nini? Ya Kirumi. Haya, mambo yanaishia hapo, si ndio? Kwa hiyo hakuna haja ya kulaumiana katika siku ya kuabudu.
Tumeipa maana nzuri sisi siku hii kwamba ni siku ambayo Yesu Kristo alifufuka katika wafu tukapata ushindi. Bila Yesu kufufuka ungejivunia nini? Hakuna. Tukaithamini hii siku kwamba kwetu ni ya muhimu sana. Bwana asifiwe. Ndio tunafurahi hapa, tunashangilia, viti viko juu, viko chini na kuaje, maana ni siku ya ushindi. Sasa wapendwa wa Kristo, hiyo ni sehemu moja tu ninayotaka kuelezea. Sehemu yake inayofuata hapo kuna A na B pale. Inayofuata pale inatuambia hivi: Yesu Kristo mwenyewe ni mwana wa Adamu, alikuja kutumika wala hakuja kutumikiwa, na ili awe fidia ya wengi. Wengi ni wakina nani? Ni sisi. Kwa nini tupate fidia? Tuliingia kwenye deni la dhambi. Tuliingia kwenye mgogoro kati yetu na Mungu wetu. Yesu akaja kufanyika suluhu ya ugomvi wetu na Mungu, ya matatizo yetu na Mungu. Akaja kufanyika kuwa nini? Suluhu. Amefanyika kuwa fidia ya wengi. Yesu Kristo tunaelekea kumwadhimisha katika Pasaka. Pasaka imo katika Biblia na watu wanaijua. Tunaelekea kumwadhimisha. Wakati mwezi ulioisha, sisi tulisema ni mwezi wa maandalio. Waislamu wakasema ni mwezi wa Shaaban. Sisi leo tunasema ni mwezi wa Kwaresma. Ingawa sisi wanayasi hatuadhimishi hiyo. Tumesema iko kiroho. Yaani kwa kweli. Haya, Kwaresma iko rohoni, na sijui kama mnaimo rohoni kweli kweli. Hatu ni huo upako siugusi. Kwaresma iko rohoni. Wenzetu iko live. Si ndio? Lakini Waislamu wana mwezi wa Ramadhani. Kutoka Shaaban kuingia Ramadhani. Sisi kutoka maandalio kuingia Kwaresma. Si ndio? Sasa katika mambo hayo inakaa hivi. Wao wanaosema Ramadhani wanaadhimisha kushuka kwa Qur'ani maeneo mbalimbali. Kushuka kule Medina, kushuka Maka kifungu fulani, kushuka kwingine. Wanaadhimisha mwezi huo ni mwezi wa kutubu. Na sisi wa Kristo tukasema ni mwezi wa Kwaresma wa kutubu, kuungama. Lakini shida, wengi wanasubiri mpaka Kwaresma ije ndio watubu. Ukifa kabla ya Kwaresma inakuaje? Labda utaandaa Kwaresma kwako kadogo, unawaita wachungaji na tunafanya Kwaresma kwako, unatubu, tunaondoka zetu. Maisha yanakaa hivyo. Ndugu zangu, muda huu tunaangalia Yesu Kristo namna gani anakuwa fidia katika maisha yetu. Anakuwa fidia katika maisha yako. Na akishakuwa fidia, hauhitaji kitu kingine. Tumika kwa ajili ya Kristo. Shida yetu, ukishasaidiwa humkumbuki tena aliyekusaidia. Lazima umkumbuke aliyekusaidia. Na ikiwezekana muwe kwenye grupu unamsalimia. Muunge katika magrupu yako mbalimbali, mtie moyo, msalimia, ajue kuna mtu aliyemsaidia na nikumbuka, ili kesho na kesho kutakusaidia tena, si ndio? Bwana asifiwe. Yesu Kristo amefanya umisheni. Nikataka kusikia wimbo wa GVC wa umisheni. Huwa naona tu, lakini sijui kama wanaweza kuimba live bila vyombo hapo walipo, sijui. Wanaweza kana kutafutana, tukachukua muda mrefu nikapoteza point zangu. Bwana asifiwe GVC. Mnaweza kuimba huo wimbo? Haya. Nitawapa nafasi fupi sana, beti moja tena nitosha. Wapendo wa Mungu, huo ndio umisheni. Sisi tukaonekana tuko chini. Mungu hana haja na sisi tena. Tumepata rafiki mbaya, ametusumbua katika maisha yetu. Tumemfuata yeye, ameturubuni, tumepoteza utukufu wa Bwana na tumeshafukuzwa tayari. Akaja Yesu kuwa fidia yetu. Akazaliwa na mwanamke, akaishi maisha ya kawaida, akabatizwa
na Yohana Mbatizaji, akaishi na watu na akaachana na kazi za baba yake za useremala. Watu wakamdharau, huyu si mtoto wa seremala, utatambia kitu gani? Yesu akaendelea kujipambanua vizuri watu wamuelewe, akawapa mifano mingi ya kuambia mimi ndiye niliyetumwa kuja, na anasema mimi naweza kutoa uhai wangu na kuchukua tena, nani awezaye? Wakasema huyu kapagawa na pepo. Mwingine akasema hapana, mwenye pepo yupi atakuja kuwaponya wenye dhambi hapa na watu wasiokuwa naona? Hapana, huyu ni Mungu aliyetoka juu. Wakaandamana kumchukulia mawe, kumrushia. Yesu hata kukimbia akasema basi sawa, kwani shida ni iko wapi? Kitu gani nimefanya kibaya? Bwana asifiwe. Uthamani wako, mbingu zilifunguka kumleta Kristo. Lazima ujivunie uthamani wako na Bwana wako, kwamba Mungu yuko pamoja na mimi na ananiongoza na ananielekeza na kuna siku atanikaribisha kwake. Watu tunapata shida kuelewa mambo haya kwa ajili ya mambo mengi tulio nayo. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo akafanyika mwili, akatufanyia umisheni kwa maisha tulio nayo. Sisi huwa tunazaliwa na wanawake na yeye akazaliwa. Huwa tunapata njaa akapata njaa. Huwa tunakula akala. Tuna marafiki akafanya wanafunzi wake, na siku ile hakuna aliyeonekana kuwa mwanafunzi wake wa karibu siku anaenda msalabani. Walimwambia kabla, ukifa nitakufa na wewe, ukizikwa nitazikwa na wewe. Alipoelekea msalabani alibaki mtu. Alibaki mtu. Nje kule ng'ambo kwenye mlima akaenda kuangika huko, wanafunzi wake wote wakapotea. Kwa kweli ukiwa na rafiki wanao kuterekeza wakati wa shida, maandiko kuna Kiswahili kinasema kwamba akufaaye kwa dhiki. Sasa hao wanafunzi walimfaa kweli Kristo. Na aliwaambia jamani, ninyi ndio ninyi, nisitaki kupoteza hata mtu mmoja. Na wao wakajifungia kwenye nyumba kuogopa watakuja kuoa na Wayahudi, mpaka aliporudi akifufuka akaambia amani iwe kwenu. Wakapata kumbe ni huyu sasa, sawa. Maisha akaendelea tena. Yesu kafanya umisheni katika maisha yetu. Je, kuna utamaduni gani ambao uko nao? Yesu anahitaji kufanya umisheni katika utamaduni wako. Kuna mtumishi mmoja ananisumbua kwenye simu, sijamfahamu, yuko Dar es Salaam, anajiita mchungaji. Sijui kaniona kwenye grupu la nani sijui. Ananitumia message, ananiambia nimekuona kwenye grupu fulani, ninakuomba uje tufanye kazi ya kuwapa injili watu wanaojiuza. Na yeye yuko mtaa mmoja na uhifadhi. Siku moja nikampigia simu akapokea. Nikaongea na mambo haya tunayotaka nikamsaidie, lakini haongei yeye ni nani. Na nikaanza kuwaza hii injili ya watu wanaojiuza na ianziaje kweli? Ila kweli ni changamoto. Huwa napita naona watu wamesimama kwenye matairi ya magari pale, naanza kuwaza hivi kwa kuwahubiri hao naanzaje? Unakuja na torch kama anavyokuja kama madoshi na torch. Tukija Morning Glory madoshi waka anakuwa na torch, nawaambia kutoka kwako mpaka hapa mpaka torch. Tahadhari njiani. Nasema haya. Hata niende na torch kwa watu kweli. Yaani napata mawazo ya moyo unaenda haraka haraka. Watu wanasema moyo usukuma damu sio vingine. Nikaanza kuwa Bwana asifiwe. Umisheni una shida zake, una changamoto zake. Yesu alizimudu na zaidi kwa ajili ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba awe fidia ya wengi. Wengi ni sisi, wengi ni wewe. Lakini cha kushangaza, wakati Yesu anakufa pale, baada ya kusumbuliwa kwa Kayafa, kwa Pilato, kwa nani, Pilato akasema sioni haja ya kumuua huyu mtu. Mimi nipeni maji ninawe, niwaache mwenenda taratibu zenu. Akanawa. Majamaa akajipiga vifua, damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Laana gani hiyo? Nilikuwa na rafiki yangu mmoja kutoka Israeli, alikuja mpaka nyumbani kwangu. Niliishi naye kwangu kama siku 3. Anaitwa Rilon. Rilon huyo alikuwa anavuta sigara na kunywa pombe na kila ghasia. Na tulikuwa tunaenda kanisani. Nikaonekana kwenda Ushirombo siku moja.
niliitwa kwenda kuhubiri huko, nikamwambia twende. Hata nikampa kazi, wewe kazi yako kodisha gari mimi nipande. Akasema sawa. Kakodisha Noah nyeusi kabisa kama ya si ya nani naona. Nikapanda, yeye akakaa nyuma nikakaa mbele na ana bahasha ya hera. Tukafika ikagongwa pale, tukakuta watu wanapepeta mpunga kwenye zile mashine. Akasema ngoja nichukue pale video kidogo. Nikamwambia unaruhusiwa kufanya hivi, wewe ni mwandishi wa habari? Akasema hapana, lakini nataka kuchukua picha hapa. Akaenda pale mashine na kamera yake. Ilikuwa na kamera kubwa kabisa kama kikapu hiki. Anaishia chini na ipanisha na warekodi. Mimi nimekaa kwenye gari namchungulia. Baadaye wale wa kina mama walipotoka pale wakaja. Wakamwona yeye hawezi kuongea naye, wakanifuata. Baba, tunaomba hata ya maji. Nikamwambia wanaomba hela ya maji. Yule jamaa akachukua, tulikuwa na katoni 2 za maji, akachomoa mabombonya kama 3 hivi. Akaambia haya hapa. Tunataka ya maji. Kwani maji ni nini? Nikaanzia hapo tena kuwa dhamana yake kwa hao akina mama. Nikaanza kuwa fidia yake. Nikajua kweli na sisi Waswahili punguze siasa. Wewe sema nipe hela ya maji. Bwana asifiwe. Yesu hakuja kuokoa kwa hela ya maji. Yesu amekuja mwenyewe na akasema kwamba ili neno litimie, muda wote akiwa anazungumza alirifaa maandiko ya manabii ili neno lile lililonenwa na manabii fulani liweze kutimia. Alikuwa hafanyi kazi bila reference. Bwana asifiwe. Na ndivyo ambavyo tunapaswa kuishi. Kristo anasubiri ufike mbinguni na kitu mkononi. Una matunda gani uliotumika ukiwa duniani? Unafika bila, sawa uzima milele utauona kweli, lakini matunda ya kazi uliofanya yako wapi? Huwa namuona hapa Njabugeni akiongoza habari za kuchangia. Naanza kutathmini muda anaotumia, nguvu anayotumia, maneno anayotumia ni zaidi ya kuhubiri. Bwana asifiwe. Hata huyu hata akija kuhubiri hapa ni yani anatumia nguvu nyingi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Utafika na matunda yapi kwa Mungu wako? Utamwonyesha mikono mitupu? Na mnasema Waswahili mikono mitupu haifai nini? Yesu atapokea nini kutoka kwako? Fanya kazi ya Bwana ungali hai. Twende kwenye kitabu chetu ambacho tumekisoma Marko ile sura ya 12. Nani msomaji aweza kusoma? Jivisia ndani wimbo wangu wakati wote nitawaambia mje. Mseme hapo sio kuja, mtaimba hapo. Nani anaweza kusoma kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa kwanza? Kwa sauti. Naweza kumpata maiki mtumishi. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Akaanza kusema nao kwa mifano. Yesu aliona tu matendo yake hawaamini hawa watu. Akaongeza mpaka na mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu. Akatoa mfano wa mtu mmoja alipanda shamba la nini? La mizabibu. Akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima. Haya. Lile shamba alipoliandaa la mizabibu akalizungushia uzio, na katikati pale akachimba shimo, akatengeneza nini? Mnara. Halafu akaweka wafanyakazi hapo, watu wa kulitunza shamba. Ndio mstari wa 2. Ndio. Hata kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima, ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Muda ulipofika alioamua huyo mwenye shamba, akatuma kule mtumwa mngapi? Mmoja. Nenda kaangalie shamba langu, kaniletee matunda huko, maana kuna watu wanafanya kazi huko. Alipofika mfanyakazi, ile mtumwa ilikuwaje? Wakamtwaa, wakampiga,
wakamtoa nje, wakamkamata, wakampiga, wakamtoa nje ya shamba, hana kitu, akiwa hana kitu. Wapendwa, tuna manabii waliofika, tuna wafalme waliofika kwanza kuleta habari za hili shamba la mizabibu ambalo Mungu alilipanda, wanadamu wake, watu wake, kanisa lake ameliandaa na ameweka pia pale mnara. Kuna Roho Mtakatifu anayezungumza na kila mmoja wetu hapa. Je, tunamtii? Hawezi kusema kwamba nimefanya kazi kwa nguvu za Yesu. Utasema nimefanya kazi kwa Roho Mtakatifu. Na wakati tukitumwa sisi tukaenda chuo, tukitumwa kwenda kazini, umeenda chuo, ukitumwa ukawafika ukaripoti ukaona mazingira uliyotuma kama si mazuri, unasema haina na atuma kwa shimeli. Hapa hakufanya Roho Mtakatifu, wamefanya watu. Unaanza kuwaza, tunafanya kazi kwa sababu Roho wa Bwana yuko ndani yetu. Mnara katikati ya shamba la mizabibu. Ndio. Akatoka hana kitu. Mstari wa 4. Ndio. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine. Aliporudi yule hana kitu, akatuma mtumwa mwingine tena shambani kule. Ndio. Na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Huyu wakampiga wapi tu? Kichwa. Ukumasala. Wakapiga tu kichwani, wakamfanyia jeraha za kichwa, wakamwacha ende zake, maana ameshakoma, hatarudi tena shambani. Shamba likabaki kuwa na wale wafanyakazi. Ndio, baadaye kawaje? Akatuma mwingine. Akatuma tena mwingine. Huyo naye mwenye shamba na mambo hakati tamaa. Mungu wetu anatuvumilia mno. Mangapi tunamdhihaki, mangapi tunamfanyia mabaya, lakini hata siku moja hajazila kututunza. Anakupatia jua, anakupatia mwezi, anakupatia chakula, maji, kila kitu pamoja na dhambi zako zote hizo. Mungu anakutunza ili baadaye umrudie. Mtumwa huyo alipoenda, huyu ikawaje? Huyo wakamuua. Hapa kweli kuna kusema amina? Si amna? Huyu wakafanya nini? Wakamuua. Hata wakumtia jeraha, ni kuua kabisa, ili huyu mwenye shamba asirudie kutuma nani? Mtumwa tena wa kuwakagua hawa jamaa. Kuna manabii waliokufa kifo kibaya kwa kukatwa misumeno, sio kuwekwa mafuta. Ikawaje? Ili mwenye shamba akate tamaa, lakini bado Yesu akawa yuko tayari kuja. Shamba lipo, mnara upo, wafanyakazi wapo, hawafanyi kazi, hawataki kukaguliwa kabisa hata kidogo. Ikawaje? Na wengine wengi hawa wakawapiga na hawa wakawaua. Na wengine wote walioambatana huyo bwana wakauawa. Baadaye ikawaje? Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake. Alikuwa amejibakizia mmoja mpendwa. Ikawaje kuhusu mpendwa huyu? Huyu naye akamtuma kwao. Akamtuma kwao huyu naye mwisho, akisema, tena alikuwa ni wa mwisho kutumwa. Ndio. Watamstahi mwanangu. Labda sasa watamstahi huyu mwanangu, basi mpendo wangu, watamheshimu. Lakini wale wakulima wakasemezana. Wale wakulima wakajadiliana. Huyu ni mrithi. Huyu ni nani? Ni mrithi. Huyu ni mrithi wa huyu mwenye shamba. Hapa lazima kiumane. Huyu si mrithi, lazima kitokee cha kutokea. Ikawaje kwa huyu mrithi? Haya, na tumuue na urithi utakuwa wetu. Tumuue huyu mrithi na urithi uwe wa kwetu. Urithi uwe wa kwetu. Kitu kilicholeta mgogoro kwa Yesu Kristo na Wayahudi ni kuhusu sheria, kuhusu utamaduni. Anaposema mimi ni mwana wa Mungu, wanasema hapana, wewe ni mtoto wa selemala. Anasema mimi nimetumwa na Mungu aliye juu kuyafanya mapenzi yake. Wakasema hapana, haya ni mapenzi ya kwako. Mimi nimekuja kuwa fidia ya wengi. Hapana, mtu hawezi kutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Wakasema huyu ni mrithi wa huyu bwana. Hapana, wakabidi kumuua kabisa. Ndio. Mstari wa 8. Ndio. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Wakamkamata,
wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la nini? La mizabibu. Mpendwa wa mwisho, mwenye shamba ameishiwa wa kutuma. Huyu alikuwa ni wa mwisho na alikuwa mpendwa. Mwenye shamba afanyeje? Bado kule ndani kuna mnara uliosimikwa, wanaweza wakawa na kimbilio. Bado kule ndani kuna mazao ya mwenye shamba, wanaweza wakala wakashiba. Bado kule nje kuna uzio amezungushia ili mtu mwingine asiingie. Wapendwa wa Mungu, kanisa limepita katika vizingiti vingi. Yupo Yesu Kristo mpendo wa mwisho. Yupo Yesu Kristo mpendo wa mwisho aliyetumwa kuja, na wakamuua, wakamtoa nje ya shamba la mizabibu. Anarudije shambani? Ufufuo wa Yesu Kristo unaturudisha pamoja na Bwana Mungu wetu. Bila ufufuo hauwezi kuabudu siku ya Bwana. Bila ufufuo hauwezi kushangilia hapa. Mwenye shamba alimtuma mtoto mpendwa wa mwisho. Wapendwa wangu, napenda kuambia kitu kimoja. Kanisa tumefanikiwa vizuri. Maadhimisho yetu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ulimwengu mzima unajua Christmas tunafanya nini. Lakini kalenda hii ya Kirumi inatuambia hivi, ulimwengu wote unajua Pasaka tunafanya nini kama kanisa. Nani ambaye hajui? Mpendwa wa mwisho alitumwa shambani, wakamuua, wakamtoa nje ya shamba la mizabibu. Kuna siku anarudi katika mwili mpya. Bwana asifiwe. Huo ndio umisheni aliofanya Kristo kwa ajili ya sisi, wewe na mimi. Tunasema hivi, yote alimaliza pale msalabani. Wachache wakaja na mtazamo tofauti. Kama alimaliza yote msalabani, tuuane, tufanye uzinzi, si alimaliza? Tuibe, si alimaliza? Tuache sabato, si alimaliza? Hawajui maana ya kumaliza yote msalabani. Yesu hawaelewi. Maana yake ni hivi, hatuna kwingine pa kuzunguka kutafuta wokovu kama sio Kristo. Bwana asifiwe. Ukisikia yote amemaliza, huwezi kupata suluhu kwingine kama sio Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ukitafuta suluhu kwingine utadanganyika, utadanganywa, utapotoshwa. Baki na Yesu Kristo, uishi daima. Hata baada ya kufa utaishi tena. Bwana asifiwe. Utaishi tena. Yote tuyafanyayo haya ni utumishi. Viti hivi ni utumishi. Wewe mwenyewe ni mtumishi. Kila ukitendacho duniani, wewe ni nani? Mtumishi. Usimpige mtumwa mpendo wa mwisho shambani halafu mtoe nje. Utabaki bila kitu. Bwana asifiwe. Unapaswa kurudi kwa Bwana wako na kusema, niko hapa, mimi mtumwa katika shamba la mizabibu. Siwezi kumfukuza tena, siwezi kumtoa nje tena aliyekuja kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Pasaka hii inayokuja itukute tukiwa salama na ituache tukiwa salama, ili Mungu ajitwalie kanisa analotarajia limfuate siku moja. Na mimi nasema hivi, Yesu mwenyewe atakuwa na watu na kundi kubwa. Wale wenye uhai wanne watamuuliza Yesu, wewe Bwana mkubwa, hawa wote waliokuja hawa, mbona sisi mbinguni ni wachache tu? Wote hawa ni wakina nani? Yesu atawajibu, atawaambia hivi, hawa ndio wale walioziosha nguo zao kwa damu ya mwana kondoo. Utakuwa miongoni mwao, nitakuwa miongoni mwao, familia yangu nitaiona, watoto wangu nitawaona. Bwana asifiwe. Hiyo siku ninaisubiri, ikinikuta niko hai nitaona tetemeko litakavyotokea na watu wakifufuka na mimi nikibadilishwa.
Lakini ikiwa nimeshakufa tutafufuka wote. Na makaburi kumbe ni mengi. Usichangae hapo ulipo kumbe kuna kaburi vile vile. Nyie mnaona watu walioko pale juu nimeweka pale kaalama. Makaburi ni mengi. Hata hapo ulipoweka miguu yao kuna kaburi la mtu. Usichangae Yesu akaja miguu ikanyanyuka juu bana toka mtu hapo chini. Makaburi ni mengi mno. Watu walishalala. Watu walishaitwa. Watabadilishiwa miili iwe miili mipya. Bwana mmoja akauliza swali gumu sana, nikaanza kumtafakari kwanza yeye. Hivi huyu anauliza swali ana akili timamu au namna gani? Anasema sasa kama tunachinja hawa mbuzi na kondoo na tunawala, Mungu anatuhesabia nini? Kaambia una wasiwasi gani? Umeokoka hujaokoka? Nyama zililiwa tangu zamani. Hata Edeni pia nadhani walikula nyama. Kama walipata ngozi za kujifunika hapa waliwafunika, maana walikula nyama, si ndio? Lakini maisha yote haya ili upate damu kule katika mji wa Misri, wakati wanavuka wale malaika walipaka kwenye miimo ya milango kwamba hapa kuna kitu kimeshatoa uhai. Malaika anaruka anaenda sehemu nyingine. Kuna tatizo gani la kuyawaza haya? Akasema, je, roho zao zinaenda wapi? Kwani hujawahi kuula moyo wa kuku wewe? Kama hujawahi kula moyo wa bata? Kuna siku tulichinja bata nyumbani nikashangaa kumbe ana mapafu kabisa makubwa makubwa kuliko ndege wote. Bata kumbe ni mzuri. Muone mbaya tu akitembea, wewe ni nyama ya pekee nzuri kweli kweli. Yaani maini ni makubwa makubwa karibia kama ya mbuzi hivi. Yanakuwa makubwa zaidi. Sasa nikaanza kumwambia, Bwana mkubwa, tuliambiwa tuvitiishe na ili tupate chakula humo. Kwa hiyo siwaze, usijisikie hatia. Na ndio maana wenzetu Waislamu kila kitaka kuchinja naangalia huko ambako nani ndio anaanza kuchinja. Kupanda na kushuka kwa miaka ambayo ni sehemu ya maswali ya watu, ni sehemu ya changamoto za maisha. Kabla ya Kristo walianza kuhesabu 2000 kushuka chini. Kwa hiyo kutoka mwanzoni mpaka kwa Nuhu ni miaka 2000. Kutoka kwa Nuhu kuja mpaka hapa karibu na Yesu ni miaka 2000. Kutoka kwa Yesu kuja hapa tulipo sasa tuko 2000 na ngapi? 2025 Karne ya ngapi ukipiga mahesabu ni karne ya ngapi? Karne ya 20 ngapi? Ya 21. Si ndio au nakosea? Karne ya 21 tangu Yesu azaliwe. Na watu wanajua tukiandika miaka 20 baada ya Kristo hatuachi bure. Na wao wanajua. Baada ya nani? Nani asiyemjua Kristo? Wenzetu wa Roma wa Islam wanapoandika hivyo miaka wanasema baada ya Hijilia. Maana yake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Medina, wakaanza kuhesabu hapo pap. Hii ni siku ya kwanza. Kaanza kuhesabu hapo. Sisi tunahesabu baada ya Kristo. Kwa ulimwengu mzima unajua huu mwaka ni wa 2025 baada ya nani? Ya Kristo. Nani asiyemjua Kristo? Ninabaki shida moyoni kumtoa shambani na kumuua nje ya shamba la mizabibu. Sasa badala ya praise mimi nitaomba hawa waimbe. Si mna amani? Hebu siwe tu hapo muimbe tu mkiwa hamna vyombo, wimbo huo umesheni. Tafutaneni. Sogeleaneni ili sauti zisiparaze. Bila mic na shida sana. Jifungeni tu nguo zenu msizitoe. Na mnaanza kutoa nguo. Unaona umesheni. Waishaanza kuimba bila. Hebu sogeaneni, muimbe kaimba eti kamoja kananitosha. Nitakuwa nimeshaona upako wa Bwana. Tune hizo huwa tunatafuta hivyo. Bila ngoma unatafuta tune hivyo. Nikiwastopisha msilaumu, nitawastopisha ninapotaka mimi mkombee hapo hapo. Karibuni muimbe.
Hapo inatosha sana. Vigelegele kwa wapendwa. Wametuambia vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, kuipeleka injili. Cha pili, usipoipeleka injili ole. Semeni wangu, msiseme wako kama nipeke yangu kanisani. Ole wangu. Jinsi wengi wanaanza kuponea ole wako hata mimi peke yangu. Tumeitwa kufanya kazi. Usimfukuze mpendo wa mwisho wa mwenye shamba la mizabibu. Semeni tuombe. Huku mkija tu, karibuni ninyi. Nimebarikiwa na hizo sauti. Kuna muda mwingine tunapelea tusiposikia sauti za moja kwa moja. Bwana atubariki sana. Katika maisha tulionayo kuna changamoto nyingi za kuumizwa, za kudharauliwa, za kupata kebei, kuonekana hufai ama unafaa, kukosa ama kupata, na maisha mengine. Lakini yote kwa yote, Bwana ataendelea kuitwa Bwana katika maisha yetu. Usimfukuze mwenye shamba shambani mwako. Wewe ni shamba la mizabibu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya maisha yetu uliyotupatia. Tumeuona mkono wako katika maisha yetu. Tunaendelea kukomaa kidogo kidogo kupitia maneno yatokayo kwako ili tustawi. Mbingu inatusubiri, nitakuwa wa kwanza kuingia. Mbingu inatusubiri, tutakuwa na matunda mikononi mwetu. Tusaidie Bwana kudumu katika tumaini hilo. Tusaidie sisi sote tuliodumu katika ibada ya leo. Umetuwezesha, umetulinda, umetuhifadhi, na kwa ajili ya ujumbe huu Bwana umeonekana juu yetu. Nia yetu ni kujifunza zaidi miguuni pako, ili Mungu tuweze kuwa wastahifu katika imani zetu. Asante Kristo, tutunze na kutuhifadhi kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Neno la Mungu limepita kwetu na kila mmoja amelisikia. Hatuna budi kumwambia Mungu asante kwa ajili ya ujumbe ambao mtumishi wa Mungu amemtumia kuuleta kwetu. Tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya kibali ambacho umekitoa kwa mtumishi wako. Ameleta ujumbe ndani yetu. Mungu, tumeupokea ujumbe huu. Tusaidie kukupa thamani inayokulingana hata kama tungepita katika changamoto nzito. Haijalishi ni changamoto ya kuondokewa na wapendwa wetu. Haijalishi ni magonjwa. Haijalishi ni familia, mahusiano, ndoa. Haijalishi ni katika kazi zetu. Thamani yako Bwana ni kubwa. Acha tukuone wewe hata katika changamoto hizo. Tusaidie kukutumikia wewe Bwana. Tusaidie kuitangaza injili yako kama ambavyo Mungu umetukumbusha asubuhi ya leo. Baba, tuwe wafuasi wako kweli kweli. Tuyafanye yanayokupendeza wewe na tutimize yale ambayo Mungu umetupa kuyafanya. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya ujumbe huu. Tunasema asante mno. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tunaomba.